Tumsifu Yesu Kristo. Pendwa katika Kristo, siku ya leo nimependa kuongelea juu ya malezi ya watoto. Hasa watoto kuanzia miaka 5 hadi miaka 12. Ndugu yangu katika Kristo, mtu yeyote yule unayenisikiliza, unayonitazama mtoto kuanzia miaka 5 hadi miaka 12, huu ni muda ambapo mtoto anajaribu kujifunza. Ni muda ambapo anajifunza kutoka kwa wazazi. Muda ambapo mtoto anataka kujifunza kwa wazazi, anataka kujitambua. Haipendezi sana na si vizuri kumpeleka mtoto wako shule ya bweni akiwa na miaka 5 hadi 12. Usimpeleke shule ya bweni mtoto chini ya miaka 12. Mtoto yeyote chini ya miaka 12 ni vizuri akae nyumbani, akae na wazazi wake. Maana akiwa anakaa na wazazi wake, hapo ndipo atakapojifunza tunu nzuri za familia yao, tunu nzuri za ukoo wao, tunu nzuri za dini yao. Ni kipindi hiki mtoto anajenga trust au mistrust. Kumbe katika miaka 5 hadi 12, hapa sasa ndio anajenga trust, awaamini wazazi au asiwaamini wazazi. Kwa hiyo unapompeleka kule shuleni sasa, mtoto anajenga trust kwa walimu wake na si trust kwa mzazi wake. Muda huu mtoto miaka 5 mpaka 12 ni vizuri, hata kama atasoma shuleni, atasoma wapi, lakini atoke nyumbani. Aende shuleni, arudi jioni. Muda huo basi atajifunza mambo mbalimbali, tunu mbalimbali za ukoo wao, tunu mbalimbali za dini yao, tunu mbalimbali za kabila lao. Najua utasema kwamba mimi niko busy. Sasa wewe ndio una wajibu wa kulea mtoto wako. Wewe una wajibu wa kulea. Nani akulelee sasa? Tuseme wewe ni kabila fulani, unampeleka shuleni. Hiyo lugha ya kabila yako atajifunzia shuleni? Ni wewe mwenye wajibu wa kumfundisha mtoto wako. Mfundishe mtoto wako mwenyewe. Au pengine ninyi ni watu wa namna fulani, hiyo namna fulani ni wewe mwenyewe mzazi mwenye jukumu la kumfundisha. Usimpeleke mtoto shule ya msingi. Nataka nisema shule ya msingi, darasa la kwanza hadi la 7 au la 6, kuanzia awali au kindergarten mpaka darasa la 6 au la 7. Mtoto akae na wazazi, ajifunze kwa wazazi, afundishwe tabia nzuri na wazazi, ajenge bond na wazazi wake, Au pengine wazazi walifariki, basi akae na ndugu. Haifai sana mtoto kwenda kukaa kule shule, na akae na ndugu au popote pale, asiende kukaa mbali. Ikishindikana kabisa, the last solution ndio sasa aende akakae huko shuleni. Lakini otherwise mtoto akae na wazazi, ajifunze tabia njema kwa wazazi. Huu ndio muda mzuri wa kumfundisha mtoto. Mtoto ukimkosa mtoto kuanzia miaka 5 hadi miaka 12, au tuseme kuanzia kindergarten hadi baada ya darasa la 7, hutampata tena. Hata kama una hela namna gani au unahumwa hela, vumilia kukaa na mtoto wako. Ni mtoto wako umezaa mwenyewe, basi jitahidi kumlea. Usikabidhi wengine kazi ya kulea watoto wako, lea mwenyewe. Ni sawa una hela, ndio nataka kumpeleka international. Huko international atajifunza tabia za kiinternational. Na tabia za kiinternational ni pamoja na homosexuality, ni pamoja na pornography. Hizo ndio tabia za kiinternational hizo. Mwache mtoto wako akae kwako, mlee, mwangalie anakuwaje, anaenda vipi. Kwa kufanya hivyo utakuwa na mafanikio, unaweza kutengeneza taifa zuri kabisa. Sala kwa ajili ya watoto. Mungu Mwenyezi wa mbinguni. Unapotaka kusali kwa ajili ya watoto wako, utasema Mungu Mwenyezi wa mbinguni, na kukabidhi watoto wangu. Naomba unilelee, unikuzie, nisaidie kuwalea vizuri, wakiwa na afya njema, maisha mema na marefu, wakiwa na baraka, heri na mafanikio. Basi wafanye hivyo waweze kufanikiwa. Na kutakia mchana mwema. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.